لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى، بعدكم استكى رحمة أماني زمفكية نبي wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muzangu Islam, leo hii tumo katika siku yaumun adhim, tupo katika siku kubwa, siku ya Eid al-Adha. Tupo katika kipindi cha Hajj, na Eid al-Adha na kipindi ambacho tuko nacho cha Hajj, historia yake inazunguka kwa mtu mmoja ambaye ni Nabiiullah Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, rajulun ladhi asha lillah. Ibrahim ambaye ni mtu ambaye aliishi maisha yake yote kwa sababu yake Allah. Asha lillah wa dhaha lillah. Alikuwa Ibrahim alayhi salam akijisakrifie, akijitolea kwa sababu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Rajulun ladhi a'ta lillah, mtu ambaye historia mzima ya Eid na Hajj inazunguka katika historia yake. Ni mtu ambaye alikuwa kana yu'ti lillah, alikuwa akitoa kwa sababu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Yani maisha ya huyu rajul Ibrahim alayhi salam ilikuwa ikizunguka qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maisha yangu yote, maisha ya Ibrahim yote ilikuwa inazunguka, maisha yake yote, ibada zake zote, kuchinja na mengineyo yote alikuwa akiyafanya tu kwa sababu ya nani? Kwa sababu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim ambaye ni nabii pekee baada ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni nabii pekee baada ya nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye tunakuwa tukimtaja ndani ya swala. Tunapokuwa ndani ya swala, nabii pekee ambaye tunakuwa tukimtaja kwa jina lake baada ya nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni huyu rajul alladhi asha lillah, Nabiiullah Ibrahim alayhi salam. Ndio tunasema Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Huyu rajul Ibrahim ambaye mambo ya Hajj, mambo ya Eid ambayo tuko nayo, Eid al-Adha, inazunguka katika historia yake, ni mtu ambaye tumeambiwa tukopi maisha yake. Yani manabii ambao tumeambiwa tuwakopi, huko nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumeambiwa tumkopi nabii Muhammad. Na nabii mwingine ambaye sio tu kusikiliza kisa kisha tunachukua ibra, hapana. Manabii wengineo wote huwa tunasikiliza kisa, tunachukua lesson katika kile kisa. Lakini huyu nabii Ibrahim ni nabii ambaye sio tu kama tunachukua kisa, bali tunaamrishwa na Mwenyezi Mungu, wattabi' millata Ibrahim hanifa, fuateni mila, mwenendo wa huyu Nabiiullah Ibrahim alayhi salam. Nabiiullah Ibrahim ni nabii ambaye ili tuweze kumuiga, kuna 5 sifat, kuna mambo matano ambayo yametajwa katika akhlaqi yake katika Qur'an. Nabiiullah Ibrahim ukifungua katika suratul Nahl, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumzia Nabiiullah katika suratul Nahl, anasema
inna Ibrahima kana ummatan, hakika Ibrahim alikuwa ni umma mzima, yeye mtu mmoja, lakini Mwenyezi Mungu anasema inna Ibrahima kana ummatan. Ibrahim alikuwa ni umma. Nabiullah Ibrahim alayhi salam alikuwa ni umma vipi? Yani ujira, malipo ya huyo mtu mmoja iko sawa sawa na umma mzima, mtu mmoja Nabiullah Ibrahim. Na hiyo yote ilikuwa ni kutokana na wingi wa khairi ambao alikuwa akifanya Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Anafanya hii khairi, anafanya maamrisho ya Mwenyezi Mungu, anafanya ile, yani alikuwa yeye peke yake anafanya khairi nyingi sana, mpaka kutokana na wingi wa khairi anakuwa kama vile ni umma. Yani ni kana kwamba ni watu wengi ndio wamefanya, kumbe ni mtu mmoja. Inna Ibrahima kana ummatan. Wallahi ukitaka kumkopi Ibrahim, wattabi millata Ibrahima hanifa, ukitafuta kumkopi Nabiullah Ibrahim, kun ummatan fil khair, kuwa umma mzima katika kufanya khairi, ili watu wakuige. Uwe ni mwingi wa kufanya hiki kile, uwe ni mwingi wa kufanya khairi. Kwa hiyo ukitafuta kumkopi Nabiullah Ibrahim, ukitafuta kuwa Ibrahimia, ukitafuta kuwa Ibrahimia, kun ummatan fil khair, uwe ni umma mzima katika kufanya khairi. Yani mtu mmoja lakini unafanya hiki, unajitahidi kadiri ya uwezo Mungu alikupatia, uwe ni mwingi wa kufanya khairi za kuachana. Hii itakuwa umemkopi Nabiullah Ibrahim. Kun umma. Ibrahim alikuwa ni umma, alikuwa akiishi kwa sababu ya umma. Lakini hunaka minan nas, kuna baadhi ya watu ambao yaishuna linafsi. Huko baadhi ya watu ambao anakuwa anaishi tu kwa sababu ya nafsi yake yeye mwenyewe tu, hajali kuhusu watu wengine. Yani furaha zenu, masikitiko yenu, matatizo yenu hajali. Limadha? Lianahu yaishu linafsi, anaishi tu kwa sababu ya nafsi yake. Kuna baadhi ya watu ambao wanakuwa wakiishi kwa sababu ya yeye peke yake, wanasahau ya kwamba mtu unapoishi kwa sababu ya wewe peke yako unakuwa dhaif. Aishi lil umma kama Nabiullah Ibrahim. Ukiishi peke yako, yani almar'u ni dhaifun binafsi qawiyun bi ikhwanihi. Mtu anakuwa ni dhaifu unapokuwa unaishi tu peke yako, lakini utakuwa ni mwenye nguvu ikiwa kama utaishi pamoja na ndugu zako. Almar'u ni qalilun bimufradihi lakini kathirun bi ashabihi. Utakuwa yani mchache sana ukiwa unaishi tu peke yako, lakini utakuwa ni kathirun bi ashabi, utakuwa ni mwingi unapokuwa na jamaa zako, rafiki zako, ndugu zako. La taishi. Ukiishi kwa sababu ya nafsi yako, taishi saghiran wa tamutu saghira, utaishi mdogo na utakufa mdogo. Huko ni peke yako tu. Uwingi ndio khairi, uwingi ndio neema. Tuishi kama Nabii Ibrahim aliishi kwa sababu ya umma. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposifia neema ya uwingi katika Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza, anasema wadhkuru idh kuntum qalilan fakatharakum. Kumbukeni pindi mlikuwa wachache, lakini kwa neema yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakufanyeni mnakuwa ni wengi. Yani wingi ni neema, wingi ni neema. Kwa hiyo tuishi katika fikra ya umma kama Nabiullah Ibrahim, hapana kuishi bimufradik. Aishi lil umma, aishi lil Islam. Ishi fikra yako ikue namna gani Uislamu utaenda mbele, namna gani Uislamu utapata maendeleo. Aishi lillah kama vile alivyokuwa Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Kwa hiyo hii ni pointi ya kwanza katika akhlaq ambazo alikuwa Nabiullah Ibrahim, na sisi tunaambiwa tumkopi Nabii Ibrahim, tunaambiwa wattabi' millata Ibrahim, tumkopi katika hii pointi ya kwanza, inna Ibrahima kana ummatan. Pointi ya pili, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Nabiullah Ibrahim alikuwa ni qanit lillah. Ay, qanit manake nini? Alikuwa ni muti'an lillah, alikuwa ni mwenye kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Ibrahim katika sifa ya pili ambayo inabidi tumkopi kwa siku hii ya leo ya Eid, katika siku hii kubwa ya Eidul Adha, tuwe ni watu wenye kumtii Mwenyezi Mungu, tuwe ni watu ambao wenye kumtanguliza Mungu kabla ya kila kitu. Mungu ndio awe mkubwa katika maisha yetu kuliko kila kitu. Mungu ndio akuwe preference katika maisha yetu.
kabla ya swala tulikuwa tukifanya takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Tulikuwa tukifanya takbir. Allahu akbar maana yake nini? Allahu akbar maana yake Mwenyezi Mungu ni mkubwa kuliko kila kitu. Mwenyezi Mungu ni mkubwa kuliko kila kitu. Ni mkubwa kuliko nafsi yangu, Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar min kulli shay'in, min nafsi, min mali, min jahi. Mwenyezi Mungu ni mkubwa kuliko nafsi yangu, kuliko pesa zangu, kuliko cheo changu. Imagine baada ya kusema kwamba Mungu ni mkubwa kuliko kila kitu, sasa inakuwaje tena unatanguliza vitu vingine vinakuwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala? Inakuwaje wewe utiifu wako ni kwenye vitu vingine, unamwacha Allah ambao unamsema kwamba Allahu akbar, Mungu ndio mkubwa kuliko kila kitu? Ibrahim alayhi salam, ambaye inabidi tumkopi, Mungu anasema wattabi' millata Ibrahim hanifa. Ibrahim alayhi salam, Mwenyezi Mungu ndiye alikuwa mkubwa katika macho yake kuliko kila kitu. Na ndio maana unakuta Nabiiullah Ibrahim aliambiwa na Mwenyezi Mungu, chukua familia yako kaiweke mu desert, kaiweke kwenye Sahara, sehemu ambayo hakuna maji, hakuna chakula, hakuna watu, hakuna chochote, kaweke kwa sababu ni amri yangu mimi Mwenyezi Mungu. Nabii Ibrahim hakufanya ubishi wala kumuuliza Mwenyezi Mungu sasa familia yao wataishi vipi. Hakumuuliza kile kiote, alimfanya confiance Mwenyezi Mungu kwa sababu Mungu ndiye alikuwa mkubwa katika maisha yake kuliko kila kitu. Alichukua familia yake, aliiweka sehemu ambayo hakuna mimea wala watu. Angalia Nabii Ibrahim, Mungu alikuwa ni mkubwa kiasi gani katika nafsi yake. Mungu alikuwa ni number 1 kiasi gani katika maisha yake. Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam aliambiwa na Mwenyezi Mungu ya kwamba amchinje mtoto wake. Imagine mtoto ambaye alipokuwa bebe, mnapokuwa mkicheza naye, mkicheka naye, anakuwa mkubwa, ile affection yote, kisha unaambiwa huyu mtoto ambaye ushampenda umchinje. Unaweza kutakhayal mchinje. Lakini Nabii Ibrahim hakuweka affection yake ikawa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alimchukua mtoto wake, alimlaza chini mtoto wake. Mungu wewe ni akbar, Mungu wewe ni mkubwa kuliko kila kitu. Alimweka mtoto wake na akaanza kuchinja, lakini mkiso akikufanyaje? Mungu anaangalia kweli Ibrahim kweli amenitanguliza mimi kabla ya kila kitu. Ibrahim, Mungu alikuwa ni preference katika maisha yake. Mungu alikuwa ni akbar, na ndio maana takbir leo inabidi tufanye takbiri sana na tudhihirisha kwamba Mungu ndio mkubwa kuliko kila kitu katika maisha yetu. Mungu ndio mkubwa kuliko familia zetu, watoto wetu, wake zetu, kazi zetu na pesa zetu. Mungu wewe tunakutanguliza, wala hatutaobeiri kila kitu kingine chochote zaidi yako wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Wattabi' millata Ibrahim hanifa. Kwa sifa ya kwanza ya kumkopi nayo Nabiiullah Ibrahim, inna Ibrahima kana umma. Hakika Ibrahim alikuwa ni umma mzima katika kufanya khair. Kwa hiyo kun Ibrahimia, kuwa na wewe umma mzima, haki wa ahli, wa kun ba'idan, na ukuwe mbali na batil na watu wenye kufanya uharibifu na upotofu katika ardhi na ufisadi katika ardhi. Kaa mbali na vitu vibaya. Tafuta kumkopi kwa Nabii Ibrahim, kaa mbali na vitu vibaya, kaa mbali na watu wabaya, kaa mbali na msimamo potofu, na ukuwe karibu kwenye msimamo wa haki na watu wenye kuwa katika haki, na wanusuru na waombee dua watu wenye kuwa katika haki. Yani ukitafuta kwa Ibrahimia, hapana kuchukua masalih shakhsia yako kisha haki upande mmoja. Unachukua masalih shakhsia, mainteret personnel yako, hata kama ni mbovu, hata kama ni mbaya, unaipatia preference na unaacha haki chini. Usikuwe vile ikiwa kama unatafuta kufuata mwenendo wa Nabiiullah Ibrahim alayhi salam. Kwa hiyo sifa ya tatu au tabia ya tatu ya Nabiiullah Ibrahim ambayo inabidi tuikopi, tuwe ni watu ambao wenye kusimama katika haki na tuwe mbali na batil. Kwa hiyo narudia tena, inna Ibrahima kana umma. Hakika Nabiiullah Ibrahim alikuwa ni umma mzima. Sifa ya pili ya Nabiiullah Ibrahim ambayo inabidi tuikope, kuikopi, alikuwa ni qanitan lillah, alikuwa ni mtiifu, alikuwa kimtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na sifa ya tatu, Nabiiullah Ibrahim alikuwa ni mtu ambaye baid anil batil wa ahli, na alikuwa yuko karibu, alikuwa karibu na haki na watu ambao walikuwa katika haki. Na sifa ya nne ambayo alikuwa nayo Nabiiullah Ibrahim
Ibrahim walam yakun minal mushrikin. Nabii Ibrahim hakuwa katika washirikina, bali Nabii Ibrahim alikuwa ni muwahidan lillah, alikuwa ni mwenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Shirki ni kitu kibaya, inna shirka la dhulmun adhim. Shirki ndo dhambi kubwa, ndo giza kubwa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, Mwenyezi Mungu anakuwa hasamehe dhambi ya shirki, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, lakini Mwenyezi Mungu anakuwa akisamehe dhambi nyingine yoyote ambayo sio kwa shirki. Dhambi yoyote sio kwa shirki Mungu anakuwa akisamehe ukitubu, ukijirudisha kwake Allah. Kwa hiyo kun muwahidan, shirki ni kitu kibaya. Usikuwe abd wa vitu vingine zaidi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Manake leo tunapozungumza shirki, tusione tu kwamba mtu anamwabudu shetani. No. Leo watu wanakuwa wanafanya shirki katika njia za kuachana. Huko watu wengine ni washirikina, wanafanya shirki, wanaabudu pesa. Yaani anaweza kasikia Allahu Akbar, muda sala umeenea, no. Lazima kwanza pesa. Anaweza kasikia Allahu Akbar, lazima kwanza cheo. Kwa hiyo mtu kama yule yuko nafanya ibada ya kile kitu, na ndio maana utakuwa katika hasara. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ta'isa abdu dinar wa dirham. Ta'isa yani halak, khasara kwa mtu ambaye anakuwa ni abdu, a slave of dinar. Yani pesa kuiabudu sio mpaka useme unaanza kurukuu mbele ya pesa. Hapana, sio vile. Unapoipa preference zaidi ya Mwenyezi Mungu, tayari unafanya ni ibada hiyo hapo. Kwa hiyo tuwe kama Nabiiullah Ibrahim. Nabii Ibrahim walam yakun minal mushrikin, hakuwa katika washirikina, alikuwa ni muwahhid lillah. Kwa hiyo narudia tena, Nabiiullah Ibrahim ambaye inabidi tumkopi kwa siku hii ya leo na katika maisha yetu. Nabii alikuwa ni ummatan, kana inna Ibrahima kana umma. Yeye mtu mmoja alikuwa ni umma mzima katika kufanya khair. Nabiiullah Ibrahim alayhi salam, yeye mtu mmoja alikuwa ni mutii lillah, alikuwa ni mwenye kusimama katika haki. Nabii Ibrahim na Nabiiullah Ibrahim alayhi salam alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni muwahhid. Na sifa ya tano ambayo tunamalizia nao katika sifati za Nabiiullah Ibrahim, Nabiiullah Ibrahim alikuwa ni shakiran li an'umi, alikuwa ni mtu mwenye kumshukuru Mungu katika neema zake. Nabiiullah Ibrahim alikuwa mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo na sisi tukitaka tufuate mwenendo wa Nabii Ibrahim, tuwe ni watu ambao wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Neema zake ni nyingi. Neema zake Mwenyezi Mungu ni nyingi sana. Neema zote ambazo uko nazo, mabikum min ni'matin fa min Allah. Neema zote ambazo uko nazo zinatoka ni kwa nani? Ni kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni nyingi, watu wataweza kuzihesabu. Kwa hiyo tumshukuru Allah kwa neema. Neema ni nyingi. Na neema sio pesa tu. Macho ni neema. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn. Zote hizi ni neema. Tumshukuru Allah kwa hizi neema. Tuwe kama Nabiiullah Ibrahim ambaye alikuwa akimshukuru Mungu katika neema. Tumshukuru. Neema ni nyingi uko nazo. Anta tara wa ghayruka la yara. Wewe hapa ulipo unaona, lakini kuna wako wengi wanakuwa hawaoni, vipofu. Anta tasma wa ghayruka la yasma. Wewe unasikia lakini wako wengi ambao wanakuwa wasikie. Anta tataharrak, wewe unataharaka mpaka unafika sehemu hii unasali, lakini kuko wengine wako hospitalini sasa hivi tunavyoongea. Indaka aulad, una watoto. Mshukuru Mungu kwa neema ya watoto. Mungu ndo kakupa watoto. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Yeye Mwenyezi Mungu ndio huwa anapatia watoto, watu wengine watoto wa kike, anakupa watoto wa kiume. Wayajalu, yani na Mwenyezi Mungu ana mix. Huko wengineo Mungu anawapatia watoto wa kike na watoto wa kiume. Ni neema. Ni wangapi ambao wanatafuta watoto kwa tosha hawaoni? Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Indaka aulad, wewe una watoto lakini kuna wengine ambao hawana watoto. Indaka wa indaka wa indaka wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Una vingi ambavyo Mungu akuneemesha ambavyo ukikaa wazi kuvihesabu wallahi hautaweza. Kwa tuwe kama vile Nabiiullah Ibrahim. Nabiiullah Ibrahim alikuwa ni shakira li an'umi. Alikuwa ni mtu ambaye mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hizi sifa tano, inna Ibrahima kana umma, alikuwa ni umma mzima katika kufanya khair. Inna Ibrahim alikuwa ni qanitan lillah, alikuwa ni mutii lillah. Nabii Ibrahim, Nabiiullah Ibrahim alayhi salam alikuwa ni mtu hanifa, mwenye kubaki katika haki na yuko mbali na upotofu. Na Nabiiullah Ibrahim walam yakun minal mushrikin, halikuwa sio mushrik, mumasura za kuachana za shirki.
alikuwa lam yakun min almushrikin. Na Nabii Ibrahim alikuwa ni shakiran li an'umihi, alikuwa akishukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake. Kwa hiyo ukikopi mambo matano, utatokea kitu gani? Utapata nini mbele ya Mwenyezi Mungu ukikopi mambo matano? Angalia, utapewa yale ambayo kapewa Nabii Ibrahim. Mwenyezi Mungu anaelezea katika suratul Nahl Nabii Ibrahim alipokuwa na hizi sifa tano, Mungu kampa kitu gani? Natija ilikuwa ni nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza, anasema ya kwamba ijtabahu rabbuhu, Mwenyezi Mungu akamteua Nabii Ibrahim. Mungu kamuinua Nabii Ibrahim, ijtabahu rabbuhu. Allah, wallahi ukiwa na hizi sifa tano, ukiwa wewe unaishi kwa sababu ya umma, Mungu atakuinua. Mungu atakufanya ni mtu mkubwa ukiwa kama unaishi, hapana kuishi bimufradi kwa utakuwa saghir. Ukitafuta kuinuliwa na Mwenyezi Mungu, basi kuwa na hizi sifa tano. Aish lil umma, aish lil islam, aish lillah, la taish bimufradik. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akamuinua Nabii Ibrahim. Na sio tu hiyo, wa atainahu fi dunya hasana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampatia Nabii Ibrahim mazuri hapa duniani. Katika mazuri ambayo kapewa Nabii Ibrahim kwa sababu ya khuluq yake, kwa sababu ya tabia zake, kwa sababu ya hizi sifa ambazo tunatoka kuzizungumza, Mwenyezi Mungu atainahu fi dunya hasana. Mwenyezi Mungu alimpatia mazuri katika dunia. Katika mazuri ambayo kapewa Nabii Ibrahim, jambo la kwanza, yeye ni abul anbiya, yeye ni baba wa manabii. Angalia Nabii Ibrahim ni baba wa manabii, kamzaa Ismail. Yani descendants ya nani yani descendants ya Nabii Ibrahim ya Ismail ndio katoka nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upande wa pili Nabii Ibrahim kamzaa Ishaq, Ishaq kazaa Yaqub, Yaqub kazaa Yusuf. Yani ni abul anbiya Nabii Ibrahim. Wa atainahu fi dunya hasana. Wallahi, yani aishi na hizi sifa za Nabii Ibrahim ili Mungu akupe khairi katika dunia. Katika khairi ambazo kapewa Nabii Ibrahim alayhi salam, katika khairi ambazo kapewa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kajalia utajo wa Nabii Ibrahim ni mtajo mzuri katika dunia. Kila mtu anamtaja kwa uzuri, kwa sababu aisha linnas, kila mtu anamtaja kwa uzuri. Uwe Muislam, usiwe Muislam, watu wote wanamkubali Nabii Ibrahim. Katika khairi ambayo kapewa katika dunia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajalia, ukienda Makkah kuna sehemu nzima ambayo inaitwa makamu Ibrahim. Ukifika hiyo sehemu kwenye makamu Ibrahim, Mungu anatamrisha watakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ukifika sehemu uswali, watu wakifika sehemu tunamkumbuka yule baba wa imani. Kila watu ambao wanapofika kwenye kufanya haji pale, lazima utaswali rak'atayn. Hii ni katika khairi ambayo kapewa Nabii Ibrahim, ambaye aliishi juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika dunia. Kwa hiyo wa atainahu fi dunya hasana, na sio tu duniani, wa innahu fil akhirati la minas salihin. Na siku ya kiyama Nabii Ibrahim atakuwa pamoja na wasalihin. Wasalihin ni kina nani? Nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasalihin ni kina nani? Manabii wenzake ambao na wao waliishi juu ya watu, anshu linnas, anshu lilkhair, watakuwa pamoja na wale. Wasalihin ni kina nani? Wallahi watakuwa insha Allah katika janna yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo insha Allah, brief ni kwamba namalizia kwa pale, ni kwamba leo ni siku ya Eid. Tukiingia katika kipindi cha haji, historia mzima ambayo inabidi tukue inspired kwayo ni hizi akhlaq za Ibrahim, ni huu msimamo na sifati za Ibrahim, tuwe nazo Uislamu ili tupate khairi katika dunia na akhira. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum.
Unaweza kupitia kule. Simba. Amba. Asante tu. Ndio za karibia. Nataka ninge na funzo. Karibu. Ya Yusuf. No, nenda kwa maloni hapo. Sasa tusimame kama wewe njoo kidogo hivi. Wewe Mimi naongea. Na tunafika tunapiga story. Tayari utanisinyalia. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah tupo hapa hivi katika familia. Yani na leo ni siku ya Eid, ni siku ya furaha, siku ya Eid al-Adha. Na mashallah tuko na jamaa wote hapa tunafurahi, tuko na bwana Loni hapa. Mashallah bwana Loni, unaonaje siku ya leo mashallah? Yani what do you feel? Unahisi vipi yani Eid katika nini confinement? Ni wakati mmoja mgumu tuko nao, lakini alhamdulillah tuko nyumbani kama hivi. Mwenyezi Mungu atuepushe na maradhi. Amin inshallah. Tunashukuru. Basi mashallah tuko pia na ndugu yangu na kijana mwingine, kijana wangu huyu hapa hivi. Nimemlea mwenyewe hapa hivi akingali mdogo. Basi naye yupo hapa ni Hilal. Na yeye atatuambia quelque chose kuhusiana na furaha tunaipitisha pamoja hapa ya Eid al-Adha. Maana hapa tunajiandaa, tunatafuta pinde kule tukachinje, lakini kabla ya kuchinja inshallah tutamsikiza pia kijana atatuambia yani ana feel vipi kuhusiana na hii siku kubwa kama ya leo. kusema ukweli, siku ya leo siku moja kubwa sana kwa Uislamu. Mashaallah. Na tunipataga kwa kila mwaka ni mara moja. Siku kupata kama hii yani siku inabidi ushukuru na furahi sana. Mashaallah, shukran Hilal. Mashaallah, upande huu tuko na Sheikh Ramadhani, anajulikana ni imamu wa msikiti wa Kenya. Mashaallah. Ni Sheikh ambaye ni katika masheikh ingiza vyombo. Basi inshallah tutamwambia naye ongea kile kashozi. Naam, kwanza tunashukuru kukutanika katika familia hivi na kuswali Eid, na cha muhimu tuombeane dua kheri, na tunaomba Mwenyezi Mungu akubali siku yetu na akubali dua zetu na tujalie mwisho mwema inshallah. Amin inshallah. Basi tutamalizia na bwana Yusuf yuko hapa, Yusuf bin Faiz. Basi na yeye atatuambia ile feeling yake, anahisi vipi furaha kama hii ya leo. Kwa kweli siku ya leo ni siku moja kubwa sana
tunajumuika familia yote, tunatoka sehemu mbalimbali, tunakutana sehemu moja, tunakula pamoja, tunaongea pamoja, tunafurahi pamoja, na ndio mafundisho ya Kiislamu. Inabidi kukutana wote pamoja, tunaongea yani hata siku moja katika mwaka au siku mbili katika siku ya Eid al-Adha na Eid al-Fitr, tunakutana kama mara mbili kwa mwaka. Kwa hiyo ni siku moja ya furaha sana, kukutana, kuombeana madua nini. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Basi inshallah, kwa kweli tunasikia mtazamaji, tunasikia kila mmoja anajiexprime furaha yake ya siku kubwa kama hii ya leo. Kwa hiyo alhamdulillah, kama mtakavyoona watu, kila mmoja yupo katika hali ya furaha, kila mmoja yupo katika hali ya furaha, pamoja kuwa matatizo ambayo tuko nayo hii ya confinement, lakini haimwampeshe Muislamu kubakia katika furaha, kwa sababu Muislamu ni mtu furaha. Yani masikitiko ni kitu ambacho Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijilinda kwacho, anasema Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Ya Mwenyezi Mungu, najilinda kwako kutokana na masusi, yani na mawazo ya kuachana. Mtume alikuwa akijilinda. Kwa hiyo Muislamu sio mtu masikitiko, ni kwamba akiwa kwenye khairi anamshukuru Mungu na akiwa kwenye matatizo anasubiri. Hii ndio hali ya nani ya Muislamu. Kwa hiyo tunashukuru, na ndio maana unaona kila mmoja yupo sehemu yake katika hali ya furaha. Kwa hiyo sasa hivi tunatafuta tuelekee, twende tukachinje, tunaendeleza furaha. Na hii yote ni historia mzima ya Nabiullah Ibrahim. Nabii Ibrahim ambaye alipewa majaribio na Mungu amchinje mtoto wake, lakini Mungu akabadilisha, badala ya kuchinja mtoto ikawa sasa sehemu ya kuchinja watoto inakuwa ni kuchinja wanyama. Alhamdulillah, ni neema yake Mungu. Imagine kama ingelikuwa ile sunna kwamba ukichinja mtoto kile ikifika siku ya Eid inabidi tuchinje watoto wetu, ingekuwaje? Ingekuwa kile ikifika kama jamani, leo ni Arafa, watoto natukimbia manyumbani na labda tusinge kuwepo, tungekuwa tushachinjwa kama vile wanaloni natoka kuongea sasa hivi. Kwa hiyo alhamdulillah, neema yake Mungu. Kwa hiyo moja unajua sisi tumia, lakini sasa hivi tushakuwa tunaona tunachinja na kuchunga sisi na sisi hata bosi kama mbuzi mmoja unakaa unachinja, unampuliza, unamtengeneza kila kitu, yani nyama ile hata hivi kidogo haibaki kwenye ngozi. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasul sallallahu alaihi wasallam. Basi inafika sasa muda, tumeshamaliza mambo ya Eid swala ya Eid na khutba Eid. Sasa tunakuja katika ibada kubwa ambayo huwa inafanyika katika siku hii ya Eid, ambayo ni ibada ya kuchinja. Na hii ibada ya kuchinja ni neema kubwa sana katika neema zake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu pale mwanzo Mwenyezi Mungu alikuwa ametoa amri na majaribio kwa nabii wake, yani Ibrahim, achinje ndo Ismail, amchinje mtoto wake. Lakini Mwenyezi Mungu nyumba, kwa nini wasije wakachinjwa? Lakini kwa neema yake Allah anasema wafadainahu bidhibhin adhim. Yani nafasi hiyo ya nini ya kuchinja yani mtoto, Mwenyezi Mungu akaweka badala ya mtoto inakuwa ni kuchinja mbuzi. Kwa hiyo sasa hivi inshallah tunakuja tuchinje, ni neema yake kubwa. Yani Mungu anatutolea tusichinje tena, yani watu wasichinje watoto wao, bali tuchinje mbuzi. Na mtu anapokuwa ukichinja ni kwamba ni kuonyesha namna gani inabidi, yani Mungu anabidi akupe preference katika maisha yako, namna gani inabidi ujisakrifie kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Ibrahim alikuwa tayari kumsakrifia mtoto wake, lakini nafasi ya mtoto tunawekwa tuchinje mbuzi, tujisakrifie, ambao unakuwa na uwezo. Siku ya kuchinja sio leo tu, bali unaweza kuchinja leo. Kama kuchinja leo, unaweza kuchinja hata kesho, kama sio kesho kutwa. Yani tunaweza kuchinja, tujisakrifie kama vile alivyojisakrifie Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Kwa hiyo shukrani mtazamaji, inshallah tusikose kuchinja, kama sio leo basi hata kesho inshallah. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.